Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info wote walioko ndani na nje ya nchi. Tunawasalimu katika jina la Amani na tunawakaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 5 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info, chombo chenu cha habari za hakika, haraka na zenye ukweli mtupu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ya dunia. Ni siku mpya ambayo imeanza tukiwa pamoja nanyi tukijaribu kuendelea kukuwafikishia habari zote muhimu zinazogusa jamii yetu, ikiwa ni pamoja na masuala ya usalama, siasa, uchumi, afya na matukio mengine yanayoendelea nje ya mipaka yetu. Na endelea kujua tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha anasema kujabone, kuemea, kupartager, vile kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Loje Longa, basi nakukaribisha kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 5 Juni mwaka 2026. Neno Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuongezeka kwa idadi ya watu waliouawa katika shambulizi la hivi karibuni lililofanywa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia vya eneo la Batangi Mbau, idadi walipoteza maisha hasa imefika watu 21 ikilinganishwa na watu 16 waliokuwa wametangazwa hapo awali. Taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa miili mingine 5 iligunduliwa siku ya Alhamisi tarehe 4 Juni. Kati ya miili hiyo 4 ilipatikana katika eneo la Kingeste, huko mwili mmoja uligunduliwa katika kijiji cha Ngiti. Ugunduzi huo umeongeza huzuni na hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao tayari wamekuwa wamekabiliwa na vitendo vya mara kwa mara na vya ukatili vinavyofanywa na kundi hilo la ADF. Rais wa mashirika ya kiraia katika eneo la Batangi Mbao, Louis Kasaki, amesema kuwa hali mbaya na inahitaji hatua za haraka kutoka kwa vikosi vya usalama. Amesisitiza kuwa jeshi linapaswa kuendelea kufuatilia washambuliaji hao hadi kwenye maficho yao ya mwisho ili kuzuia mashambulizi mengine. Kwa mujibu wa kiongozi wa kiraia, wananchi wanaishi katika hofu kubwa kutokana na mashambulizi hayo yanayojirudilia mara kwa mara. Wengi wanahofia kuwa ikiwa hatua madhubuti zitachukuliwa, maisha ya kiraia yanaendelea kuwa hatarini na vijiji vingi vinaweza kuachwa bila wakazi. Kutokana na mazingira hayo ya kutokuwa na salama, familia nyingi zimeanza kuyama makazi yao. Baadhi ya wakazi wamekimbilia katika eneo la Oicha ambalo ndilo liko karibu zaidi na maeneo yaliyoshambuliwa. Wengine wameelekea mjini Beni wakitafuta usalama, licha ya kwamba mji huo pia umeshuhudia mashambulizi mengine la ghafla katika siku za hivi karibuni. Mashuhuda wanasema kwa watu wanaondoka wakiwa na mali chache walizobeba, huku wengine wakiacha mashamba, biashara na makazi yao kutokana na hofu ya kushambuliwa. Hali imeendelea kuongeza idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu katika eneo hilo. Katika siku za hivi karibuni mashambulizi ya ADF yameongezeka kwa kasi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa ukosefu wa operesheni za kijeshi na za kudumu katika baadhi ya maeneo imewapa na waasi au nafasi ya kurejea na kuendeleza mashambulizi ya raia wasiokuwa na hatia. Takwimu za awali zinaonyesha kuwa ndani ya mashambulizi 3 pekee yaliyotokea katika kipindi cha hivi karibuni, zaidi ya watu 140 wameuawa. Mbali na vifo, kumekuwa pia na uharibifu mkubwa wa mali za wananchi pamoja na visa vya utekaji nyara vinavyoendelea kuripotiwa. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vikosi vya ulinzi kuongeza ulinzi na juhudi za kuwalinda raia na kurejesha amani katika eneo la Beni ambalo kwa miaka mingi linaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayokumbwa zaidi na mashambulizi ya kundi hilo la ADF. Hadi sasa operesheni za kuwatafuta washambuliaji zinaendelea, huku wananchi wakisubiri hatua madhubuti zitakazoweza kumaliza wimbi hili la mauaji na kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathirika. Mahakama ya kijeshi iliyoketi hadharani katika mji wa Kipese ulioko katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini imetoa hukumu za dhidi ya wanajeshi wawili wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kesi zinazohusisha makosa makubwa ya uhalifu. Hukumu hizo zilitangazwa siku ya jana Alhamisi tarehe 4 Juni mbele ya wananchi na viongozi mbalimbali wa eneo hilo.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mahakama hiyo, mwanajeshi wa kwanza alikuwa akikabiliwa na mashtaka kufanya vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake wawili tofauti. Baada ya kusikiliza ushahidi uliowasilishwa na pande zote, majaji walimkuta na hatia makosa yote aliyokuwa yakimkabili. Kutokana na hatia hiyo, mahakama ilimhukumu kifungo cha miaka 20 ya kazi ngumu gerezani. Mbali na adhabu hiyo, mwanajeshi huyo ameagizwa kulipa fidia dola za Kimarekani 5,000 kwa kila mwasiriwa kama sehemu ya kuwasaidia kupata haki kutokana na madhara walioyapata. Mahakama inaeleza kuwa vitendo vya ukatili wa kingono vinaendelea kuwa miongoni mwa makosa na ulaaniwa vikali na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majaji walisisitiza kuwa mtu yeyote anayepatikana na hatia ya makosa hayo, bali kujaji cheo chake au nafasi yake katika jamii, lazima wajibike mbele ya sheria. Katika kesi ya pili, mwanajeshi mwingine wa FARDC alifikishwa mahakamani kwa kosa la kumuua mwenzake ambaye pia alikuwa mwanajeshi wa jeshi la taifa. Uchunguzi uliofanywa pamoja na ushahidi uliowasilishwa mahakamani uliwezesha jopo la majaji kufikia hitimisho kwamba mtuhumiwa alikuwa na hatia ya mauaji hayo. Baada ya kutangazwa kwa hatia, mahakama ilimhukumu adhabu ya kifo kwa mujibu wa sheria za kijeshi zinazotumika nchini. Hukumu hiyo imevutia hisia za wananchi wengi waliohudhuria kikao hicho cha wazi kilichofanyika huko Kipese. Wakazi wanaelewa wameeleza kuwa hukumu hizo zinatuma ujumbe muhimu kwa wanajeshi na watu wengine wote wanaojihusisha na vitendo vinavyokiuka sheria. Watu wanaamini kuwa hatua hizo zinaweza kusaidia kupunguza matukio ya ukosefu wa nidhamu na uhalifu ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama. Akizungumza baada ya kutolewa kwa hukumu hizo, mwakilishi wa gavana wa mkoa aliyefanya kazi katika eneo la Kipese, Paluku Kangiste Karudi, amepongeza maamuzi ya mahakama ya kijeshi. Alisema kwamba maamuzi yanaonyesha kwamba haki inaweza kutendeka bila upendeleo na kwamba sheria lazima iheshimiwe na kila mtu. Kwa mujibu wa kiongozi wa mapambano dhidi ya ukosefu wa nidhamu ndani ya jeshi linahitaji ushirikiano wa wadau wote, ikiwemo viongozi wa serikali, vyombo vya sheria, wanajeshi na wananchi. Alisisitiza kuwa adhabu zinazotolewa kwa wahalifu zinaweza kusaidia kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Paluku Kangiste Karudi pia alitoa fursa hiyo kuwakumbusha raia pamoja na wanajeshi umuhimu wa kuheshimu sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema kuwa amani, usalama na maendeleo ya nchi haiwezi kupatikana bila kuheshimu sheria na kanuni zilizowekwa. Kesi hizi zinakuja katika kipindi ambacho mamlaka za kijeshi na kiraia zinaendelea kuongeza juhudi za kupambana na vitendo vya uhalifu, ukosefu na nidhamu na kiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Wananchi sasa wanatarajia kuona sheria ikiendelea kutumika kwa usawa kwa wote ili kuimarisha amani na utulivu katika jamii hii. Mbunge wa taifa anayewakilisha eneo la Beni, Karli Nzanzu Kasivita, amewasilisha barua ya wazi kwa ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitaka kufanyika kwa mabadiliko ya haraka katika mikakati ya kijeshi inayotumwa kupambana na uasi wa ADF ambao endelea kutishia usalama wa wananchi katika maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia waraka huo uliowasilishwa Alhamisi tarehe 4 Juni mwaka 2026, mbunge amesisitiza umuhimu wa taifa lote kuhamasishwa katika vita dhidi ya ADF kutokana na ukubwa wa tishio hilo ambalo kundi hilo linaendelea kusababisha kwa wananchi, hasa katika maeneo ya Beni, Irumu na maeneo mengine yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa Karli Nzanzu Kasivita, hali ya usalama inayoshuhudiwa kwa sasa inaonyesha kuwa kuna haja ya kutathmini upya mbinu zinazotumiwa katika mapambano dhidi ya uasi hao. Amesema kuwa licha ya juhudi zinazofanywa na vikosi vya ulinzi na usalama, mashambulizi ya ADF bado yanaendelea kusababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na kuwalazimisha wananchi wengi kuyahama makazi yao. Katika mapendekezo yake, mbunge huyo amependekeza kuimarishwa kwa mbinu za vita visivyo vya kawaida maarufu kama vita vya kiasimetrike ambavyo vinaweza kusaidia vikosi vya usalama kukabiliana kwa ufanisi zaidi na makundi ya waasi yanayotumia mbinu za kivita na kushambulia kwa kushtukiza. Amependekeza kuanzishwa kwa miundo ya ulinzi ya ndani inaweza kufanya kazi chini ya usimamizi wa serikali pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, mfumo unaweza kusaidia kuongeza huduma za usalama karibu zaidi na wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyo chini au hatarini zaidi ya kushambuliwa.
Karlin Zanzu Kasivita anaamini kuwa jamii ya wenyeji zinaweza kuwa sehemu muhimu ya juhudi za kurejesha usalama ikiwa zitapewa nafasi ya kushiriki katika utoaji wa taarifa za tahadhari, kuzuia mashambulizi na kusaidia katika ulinzi wa maeneo yao chini ya mwongozo wa mamlaka husika. Mbunge wao ameeleza kuwa si lengo la kuchukua nafasi ya jeshi wala vyombo vya usalama, bali ni kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na vikosi vya ulinzi. Amesisitiza kuwa uongozi wa operesheni zote za kijeshi unapaswa kubaki mikononi mwa FARDC na taasisi rasmi za serikali. Kwa mujibu wa mwakilishi wa wananchi wa Beni, uzoefu wa miaka hivi karibuni unaonyesha kwa maeneo mengi yanaendelea kushuhudia mashambulizi ya kikatili licha ya operesheni mbalimbali zinazofanyika. Hali hiyo amesema itathibitisha kuwa kuna haja kutafuta mbinu mpya zitakazoweza kutoa matokeo bora zaidi katika kulinda maisha ya raia. Ameongeza kuwa kuenea kwa mashambulizi ya ADF katika maeneo mapya ni ishara kwamba tishio linaendelea kubadilika na hivyo linahitaji mikakati na uweza kuendana na mazingira sasa ya kiusalama. Kwa sababu hiyo ametoa wito kwa mamlaka za nchi kuchunguza kwa kina mapendekezo yao na kufanyia kazi kwa maslahi ya wananchi. Hatua ya mbunge Karli Sanzu Kasivita imekuja wakati ambako maeneo mengi ya Beni na sehemu nyingine za mashariki mwa nchi zinaendelea kukumbwa na mashambulizi ya waasi wa ADF, hali inayochochea hofu miongoni mwa wananchi na kuongeza wito wa kutafutwa kwa usuluhisho la kudumu ili kurejesha amani na usalama katika maeneo yaliyoathirika. Serikali ya Marekani imeeleza matumaini yake kuona wanajeshi wa Rwanda wakiondoka katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla katikati ya mwezi Julai mwaka huu. Kauli hiyo imetolewa Jumatatu na Marco Rubio wakati wa kikao mbele cha kamati ya bunge la Marekani kinachojadili bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje kwa mwaka wa fedha 2027. Kwa mujibu wa mkuu huyo wa diplomasia Marekani, kuna maendeleo yanaonekana katika juhudi za kutekeleza makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda, ingawa amesema kuwa hatua hizo bado hajafikia kiwango kinachotarajiwa na Washington. Marco Rubio alieleza kuwa Marekani inafuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano hayo na ina matumaini kuwa kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda katika mashariki mwa DRC kutatekelezwa ndani ya muda uliowekwa. Hata hivyo, alikiri kuwa bado kuna changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa, ikiwemo suala la uasi wa M23 ambao unaendelea kuwa chanzo cha wasiwasi wa kiusalama katika eneo hilo. Amesema kuwa pamoja na dalili za maendeleo, makubaliano yaliyotiwa saini kati ya Kinshasa na Kigali bado hajatekelezwa kikamilifu. Kwa sababu hiyo, Marekani imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kidiplomasia pamoja na vikwazo kwa baadhi ya wahusika ili kuhakikisha ahadi zilizotolewa zinaheshimiwa. Kwa mujibu wa Marco Rubio, upande wa Rwanda umeanza kuonyesha ishara za kuheshimu baadhi ya masharti yaliyowekwa katika makubaliano hayo, jambo ambalo linaipa Marekani matumaini kwamba mchakato wa kurejesha amani unaweza kuendelea mbele. Makubaliano ya amani yalitiwa saini tarehe 27 Juni mwaka 2025 mjini Washington chini ya usimamizi wa Marekani. Mkataba huo unahusisha mambo muhimu kama kuheshimu mipaka na mamlaka ya kila nchi, kusitisha mapigano, kuvunjwa kwa makundi ya waasi, kuanzishwa kwa mfumo wa pamoja wa usalama wa kurejesha kwa wakimbizi pamoja na watu waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mojawapo ya malengo makubwa ya makubaliano hayo ni kuhakikisha mamlaka za nchi yanarejeshwa kikamilifu katika maeneo yote ya taifa, hasa mashariki mwa nchi ambako makundi mengi ya silaha na ya waasi yamekuwa yakifanya shughuli zao kwa miaka mingi. Mkataba ulisainiwa na waziri wa mambo ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Therese Kaikwamba Wagner pamoja na waziri wa mambo ya nje ya Rwanda Olivier Nduhungirehe mbele ya viongozi wa Marekani waliokuwa wakisimamia mazungumzo hayo. Tangu kutiwa saini kwa makubaliano hayo mwaka jana, serikali ya DRC inaendelea kusisitiza umuhimu wa kuondoka kwa vikosi vya kigeni vilivyopo katika ardhi ya Kongo pamoja na kusambaratishwa kwa makundi yote ya waasi yanaendelea kuhatarisha usalama wa wananchi. Wakati huo, mapigano yanahusishwa na waasi wa M23 yanaendelea kuzua hofu katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kusini, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa wanaamini kuwa utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington unaweza kuwa hatua muhimu katika juhudi za kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa DRC. Hata hivyo, mafanikio ya mchakato yanategemea zaidi utekelezaji wa ahadi zote zilizotolewa na pande zote pamoja na ushirikiano wa kimataifa katika kutafuta suluhisho la mgogoro unaodumu kwa muda mrefu katika eneo hilo.
Raia wa Ujerumani mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Honorine Porsche, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani kwa kuhusishwa na tukio la uporaji wa benki mjini Kinshasa, amehamishwa nchini Uswisi siku ya jana Alhamisi tarehe 4 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa chanzo cha kidiplomasia kilichonukuliwa na vyombo vya habari vya taifa, uhamisho huo unafanyika chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi wa Ujerumani na ni sehemu ya ushirikiano wa kimahakama uliopo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ujerumani. Taarifa zinaeleza kuwa hatua hiyo imekuja baada ya Honorine Porsche kuripotiwa kufanya majaribio kadhaa kujua akiwa katika gereza kuu la Makala mjini Kinshasa, alizua wasiwasi kuhusu afya na usalama wake akiwa gerezani. Honorine Porsche amekamatwa mwezi Oktoba mwaka 2025 kufuatia uchunguzi uliohusiana na tukio la uporaji wa tawi la benki la Robenke lililoko katika mtaa wa Matonge ndani ya Municipality ya Kalamu mjini Kinshasa. Baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, mahakama ya kijeshi ya garnizon ya Kinshasa Ngombe ilimtia hatiani kwa kuhusika katika tukio na kumhukumu kifungo cha miaka 10 ya kazi ngumu gerezani. Bali na adhabu ya kifungo, mahakama pia iliamuru kulipa faini ya pesa za Kongo milioni 3 kama fidia ya hasara ya madhara yaliyosababishwa na tukio hilo. Uamuzi wa kuhamisha nchini Ujerumani hauondoi umuhimu uliotolewa dhidi yake, bali unahusiana na utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa kisheria kati ya nchi hizo mbili, ambayo inaruhusu wafungwa wa kigeni kutumikia sehemu ya adhabu zao katika nchi zao za uraia chini ya masharti maalumu. Kesi ya Honorine Porsche ilivutia hisia za watu wengi nchini DRC kutokana na uzito wa tuhuma zilizokuwa zikimkabili pamoja na mazingira yaliyozunguka tukio la uporaji wa benki. Uhamisho wake kwenda Ujerumani sasa unaashiria hatua mpya katika utekelezaji wa hukumu hiyo, na huku mamlaka za nchi mbili zikiendelea kushirikiana katika masuala ya haki na sheria. Kesi inayomkabili aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Christian Chiwewe Songesa imeanza rasmi siku ya jana tarehe 4 Juni mwaka 2026 mbele ya mahakama kuu ya kijeshi. Kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wadau wa masuala ya usalama nchini. Inachukuliwa kama miongoni mwa kesi nyeti zaidi kuwahi kugusa taasisi za ulinzi za taifa katika miaka ya hivi karibuni. Kikao cha kwanza cha hadharani kilitangazwa siku moja kabla kufanyika kwake na kuhusisha hatua za mwanzo za uchunguzi wa faili ya kesi pamoja na utambulisho wa washtakiwa. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, Jenerali Christian Chiwewe hakuwa peke yake katika kizimba cha washtakiwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mahakamani, maafisa wengine 9, wengi wao wakiwa wanajeshi wa ngazi ya juu, wanakabiliwa na mashtaka pamoja naye katika kesi hiyo. Mahakama yameanza kupitia vipengele mbalimbali vya kesi kabla ya kuendelea na hatua zingine zinazofuata za usikilizaji na wa ushahidi. Upande wa mashtaka umeeleza kuwa unamkabili Jenerali Chiwewe na washtakiwa wenzake kwa makosa mazito yanayohusiana na usalama wa taifa. Miongoni mwa mashtaka yaliyowasilishwa ni kula njama dhidi ya dola, wiani, kuunga mkono na kutetea vitendo vya ugaidi, kusambaza taarifa za uongo, kukiuka maagizo ya kijeshi, kutoroka nchi kinyume cha sheria za kijeshi, kumiliki silaha na risasi za kivita bila ruhusa, pamoja na kuwachochea wanajeshi kufanya vitendo vinavyokiuka wajibu wao na nizamu ya kijeshi. Mashtaka hayo yanachukuliwa kuwa makubwa kutokana na nafasi ambazo washtakiwa walikuwa nazo ndani ya jeshi na athari zinazoweza kujitokeza ikiwa madai hayo yatathibitishwa na mahakama. Chanzo cha kesi hii kinarejea katika matukio yaliyotokea mwaka 2025 ambako vyombo vya usalama vilianza kuwakamata baadhi ya maafisa wa juu wa jeshi kufuatia taarifa za uwepo wa mpango wa njama dhidi ya mamlaka ya juu ya nchi. Wakati huo uchunguzi ulianzishwa na kusababisha kukamatwa kwa watu kadhaa waliokuwa wakishtukiwa kuhusika katika mpango huo. Kesi hiyo imefanyika katika mazingira ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama, hasa katika maeneo mashariki mwa nchi ambako makundi ya waasi yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya serikali. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijeshi wanaamini kuwa maendeleo ya kesi hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa viongozi wa kijeshi nchini pamoja na juhudi za kuimarisha usalama wa taifa.
Wengi wanasubiri kuona ushahidi utakaowasilishwa na upande wa mashtaka pamoja na utetezi wa washtakiwa katika siku zijazo. Kwa sasa mahakama kuu ya kijeshi inaendelea na uchunguzi wa awali na faili, huku wananchi wengi wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya kesi hiyo ambayo imezua mjadala mkubwa katika medani ya kisiasa na kiusalama nchini. Ni muhimu kukumbusha kuwa mujibu wa sheria, washtakiwa wote wanachukuliwa kuwa hawana hatia hadi pale mahakama itakapotoa maamuzi ya mwisho baada ya kusikiliza ushahidi na hoja za pande zote zinazohusika katika kesi hiyo. Katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Ituri zimepata nguvu mpya baada ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kudhibitisha tena dhamira yake ya kuendelea kuunga mkono mamlaka za Kongo katika kukabiliana na dharura hiyo ya kiafya. Swala lilikuwa chini ya mazungumzo yaliyofanyika siku ya jana Alhamisi tarehe 4 Juni kati ya James Siswani na gavana wa kijeshi wa mkoa huo wa Ituri. Katika mkutano huo, pande zote mbili zijadili namna ya kuimarisha ushirikiano katika vita dhidi ya Ebola ambayo inaendelea kuwa tishio kubwa la afya wananchi katika baadhi ya maeneo ya Ituri. MONUSCO imeahidi kuongeza msaada wake wa vifaa na usafiri ili kuwezesha timu za afya kuwafikia maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo wa haraka zaidi. James Siswani anasisitiza kuwa MONUSCO itaendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali ya Kongo pamoja na washirika wa sekta ya afya ili kuhakikisha hatua zote muhimu zinachukuliwa kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo na kuwalinda wananchi. Kwa upande wake, gavana wa kijeshi wa Ituri alipongeza mchango wa MONUSCO katika kukabiliana na changamoto za kiafya na kiusalama zinazokabili eneo hilo. Alieleza kuwa kwa sasa msaada wa vifaa na usafiri ni muhimu sana katika kuhakikisha wagonjwa wanatambuliwa mapema na huduma za afya zinawafikia wananchi kwa wakati. Maafisa wa afya wanaamini kuwa ushirikiano wakati ya MONUSCO na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mashirika mengine ya kibinadamu unaweza kusaidia kwa kuharakisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo na kuzuia madhara makubwa kwa wananchi. Hatua ya MONUSCO inakuja wakati ambako mamlaka za afya nchini DRC zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, utoaji wa chanzo na kampeni za uhamasishaji kwa wananchi kuhusu njia za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola ambao unaendelea kusababisha wasiwasi katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Vyama na viongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza hatua mbili muhimu wanazopanga kuchukua katika siku zijazo kama sehemu ya kupinga kile walichokiita mpango wa mabadiliko ya katiba ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na viongozi wa upinzani, hatua ya kwanza itakuwa kuwasilisha malalamiko rasmi dhidi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo tarehe 9 Juni, na upinzani wanadai kuwa kila wanachokitaja kama jaribio la kukiuka katiba ya nchi, madai ambayo endelea kuzua mjadala mkubwa katika medani ya kisiasa la taifa. Hatua ya pili iliyotangazwa ni maandamano ya kukaa kwa amani maarufu kama sitini yatakayofanyika mbele ya Palais du Peuple tarehe 12 Juni mwaka 2026. Waandalizi wa shughuli wanasema lengo ni kuonyesha msimamo wao dhidi ya mchakato wote wa kubadilisha katiba bila maridhiano mapana ya taifa. Kwa mujibu wa viongozi wao upinzani, hatua hiyo zinaonyesha kuongezeka kwa harakati za kisiasa zinazolenga kupinga mabadiliko ya katiba ambayo kwa mtazamo wao yanaweza kuathiri misingi ya kidemokrasia na utawala wa sheria nchini. Kwa upande mwingine, mjadala kuhusu uwezekano wa kufanyiwa marekebisho ya katiba unaendelea kugawanya maoni ya wanasiasa na wananchi. Wapo wanaunga mkono mjadala huu wakisema kuwa katiba inaweza kuboreshwa ili kuendana na mahitaji ya sasa ya taifa, huku wengine wakionya kuwa mchakato unaweza kusababisha mvutano wa kisiasa ikiwa hautafanyika kwa uwazi na kuwahusisha wadau wote. Hadi sasa mamlaka za serikali hazijatoa taarifa rasmi kuhusu hatua zinazotangazwa na upinzani. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa wanaamini kuwa siku zijazo zinaweza kuwa muhimu katika kutekeleza mjadala wa kitaifa kuhusu mtakabali wa katiba na mazingira ya kisiasa nchini. Ni muhimu kutambua kwamba madai yaliyotolewa na upinzani dhidi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bado ni msimamo wa kisiasa wa pande huo na unatarajiwa kufuata taratibu za kisheria ili vyombo husika viweze kuchunguza na kutoa uamuzi wa kujibu kwa mujibu wa sheria za nchi. Nous sommes agréablement surpris de voir que la ville morte que nous avons demandée s'est tournée en pays mort. Plusieurs villes de l'intérieur du pays ont répondu spontanément à cet appel du
du C64 de se mobiliser contre le changement de la Constitution. Donc nous félicitons le peuple congolais et nous l'appelons à redoubler d'ardeur pour la suite des actions que le C64 décrète ce jour. Au terme de ce nouveau calendrier qui va commencer à partir de la semaine prochaine, le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays, parce que ceci est un crime imprescriptible contre la nation, un crime de haute trahison contre le pays et une forfaiture contre son propre serment constitutionnel. Nous en appelons donc au peuple congolais d'accompagner cette action citoyenne, républicaine et de l'état de droit de la plainte qui sera déposée contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Cette plainte sera déposée donc le 9 de la semaine prochaine et donc nous appelons à ce que le Congolais puisse se mobiliser. L'opinion nationale et internationale porte attention à ce qui va se dérouler en cette date. Le 12 juin, nous en appelons à la grande mobilisation du peuple congolais de venir sur l'esplanade du Palais du Peuple dans un sitting pour démontrer à la fois à ces parlementaires qui manquent à leur devoir, qui manquent à leurs obligations républicaines et qui aujourd'hui sont devenus les complices de l'entreprise initiée par M. Tshisekedi et ses alliés de modifier la Constitution, de changer des constitutions dans notre pays pour avoir un troisième mandat, chose que la Constitution lui interdit. Donc le 9 juin, nous sommes là pour déposer la plainte contre Tshisekedi et ses complices. Et le 12 juin, nous vous appelons à une grande mobilisation pour le sitting à l'esplanade du Palais du Peuple. Cet appel ne s'adresse pas seulement aux membres du parti politique, mais s'adresse à tous les Congolais qui aujourd'hui ne sont pas d'accord. Tous ceux qui sont restés chez eux pour la ville morte, à se mobiliser tous comme un seul homme pour faire barrage à cette tentative de confisquer le pouvoir dans notre pays. Voilà. La Lingala, Tolobi Boy. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 5 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tuendelea kuwashukuru wasikilizaji na watazamaji wetu kuendelea kuwa pamoja nasi. Endelea kufuatilia taarifa zetu kwa habari za uhakika, haraka na zenye kujenga jamii yetu. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kufikisha habari kwa wengine zaidi. Na basi kabla tuhitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, niendelee kukumbusha tu uende ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha subscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yana mazumuni yetu kila siku tunatuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi endelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, nini Kivu News Info. Basi tunatakia siku njema yenye amani, mafanikio na ulinzi wa Mungu. Vile tunaendelea kuwajuza, tukutana tena baadaye katika matangazo yetu ya mchana. Bye bye, baki salama na Mungu endelee kuwabariki. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu.
Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.